Kifo hakijawahi zoeleka. Vilio vya uchungu, simanzi na majonzi vimetawala kwa ndugu, jamaa na marafiki wa familia ya Lawrence Chanjo kwa kuondokewa na mama yao kipenzi Biholo Mbulugu aliyezaliwa Julai 20 mwaka 1946 na kufariki Novemba 6 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 79 na kuzikwa Novemba 10 mwaka 2025 wilayani Maswa, kijiji cha Sangamarugesha, na mazishi hayo kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Na mengi usisahau kusubscribe TV ili mnafamilia wa Dalu TV. Mimi ni mtauni wa kanda Ziwa. Kio zima hili hapa. Kristo, asalamu alaikum. Ifuatayo ni historia fupi ya Biholo Mwandu. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa tarehe 20 mwezi wa 7 1946 katika kijiji cha Igungumanhobo, wilaya ya Maswa, mkoani Simiyu. Elimu. Marehemu hakubahatika kupata elimu. Hali ya ndoa. Marehemu aliolewa mwaka 1966 na Chanjo Marezu na kubahatika kupata watoto 13, wa kiume 12 na wa kike 1. Wajukuu 80, vitukuu 56 na vilembwe 4. Imani. Marehemu aliamini mnamo mwaka 1980 katika kanisa la Waadventisti wa Sabato kijiji cha Kashishi mwa Mapalala. Mpaka umauti unamkuta, marehemu alikuwa amerudi nyuma kiimani. Kuugua. Marehemu alianza kuugua ugonjwa wa moyo tangu mwaka 2020 ambapo alianza kupatiwa matibabu zahanati ya Sangamarugesha kisha kupelekwa hospitali ya rufaa ya Bugando ambapo alipata nafuu na kurejea nyumbani. Hata hivyo, ugonjwa huu uliendelea kumsumbua na kisha kupelekwa Tabora kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya Mission wilayani Kaliua. Hata hivyo, hali iliendelea kuwa mbaya na kisha kupewa rufaa kwenda hospitali ya Nkinga iliyopo wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Aidha, marehemu Biholo Mwandu alikutwa na umauti majira ya saa 7 usiku tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika hospitali ya Nkinga. Shukrani. Familia inapenda kuwashukuru madaktari na wauguzi wote kwa ujumla kwa jitihada walizozionyesha wakati wote wa matibabu kwa mpendwa wetu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Bibi yetu alikuwa ni nguzo imara iliyosimama kututetea sisi na kuturekebisha ambapo tulikosea, tulivuka mpaka akatuleta tukae kundini. Na sisi wote tulioko hapa ni marehemu watarajiwa, hakuna kukwepa. Lakini Mungu sasa tungali hai, hebu tusaidie kupata maamuzi sahihi. Hata kama haujui chochote, lakini neno la Mungu ndio msingi wa maisha ya wanadamu duniani. Tafuna jam nioshe nisijafa, nikungoja hapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni. Uhuru wa Yesu. Bwana ni mwema. Naitwa Mwalimu Onesimo Herman Makota, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Maswa. Tumefika hapa kushiriki pamoja kumsindikiza mama yetu mpendwa. Nilipokea taarifa za msiba huu kutoka kwa ndugu yangu. Jamani, hawa ndio watoto wa marehemu, na kwa maana kwamba walivyosimama wa kwanza ndio huyo, wanafuata hao. Sasa hatuulizani kwamba huyo ndo alikuwa wa kwanza kabisa, hapana. Nyewe jueni kwamba huyo ndo mkubwa, anafuata mpaka mwisho. Lambilambi 61 kwa familia hii. Jipia Vende Mboje, mtoto wa Mwanandimira Sengwa, na kwa saizi niko kusini. Mtatoa shukrani kama Lambilambi, mtatoa 100,000. Mtu akipungukiwa toba uko kwenye hatari ya dalili ya siku za mwisho, na watu wengi wanaweza wakaangamia katika mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Mungu wa mbinguni ukawe na waombolezaji wote wa baba na wa mama walotoka sehemu mbalimbali, wengine wamesafiri kwa magari, kwa pikipiki, Mungu wa mbinguni, wengine kwa basikeli na kwa miguu.
Basi Baba, acha ukatufanye tuwe wamoja kwenye kipindi hichi kigumu. Uendelee Mungu wa mbinguni kutufuta machozi, maana mwanadamu hawezi akamfuta machozi ambaye Mungu wa mbinguni ni muhitaji. Lakini hao ni wadogo zake na marehemu. Abenga bakaye Yesu, tunawaomba mje. Barikiweni sana. Na kama kuna salamu zingine zote mzee unaweza kusema ukamalizana na sisi kabisa. Tunakwenda kuweka wote pamoja sana. Shikeni kilo moja mkaweke. Sogea fadhali. Shikeni ile mweke. Hao ni watoto wa marehemu wanaoweka hapo. Barikiwa sana mama. Watu waliotoka Tabora, naomba mje. Jamani, kwa sababu muda wetu umekwenda, watu wengine basi, kuna watu wametoka Meatu, kuna watu wametoka Mwanza, kuna watu